Waliopoteza maisha katika ajali hiyo ya moto ni Nicholas Makundi mwenye umri wa miaka 96 na mkewe Uliche Makundi mwenye umri wa miaka 93, ambapo mashuhuda wa tukio hilo akiwemo mjukuu wa marehemu hao Ana Makundi amedai awali kulikuwa na itilafu kwenye kifaa cha luku na tayari walisharipoti kwa shirika la umeme TANESCO katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, ingawa haikuweza kufanywa kazi, na kwamba moto huu ulianza majira ya saa 6 usiku baada ya kusikika mlio mkubwa ulioambatana na moto mkubwa ndani, huku mmoja wa majirani Petro Kapalatu akibainisha jitihada walizofanya kuinusuru familia hiyo. Ina kama wiki mbili na hivi haina umeme. Baba akawa ameripoti TANESCO kwamba waje kushughulikia, kusema anakuja. Kama siku chache hivi, Jumapili ile wakawa wamekuja. Walipokuja wakawa wameangalia mafundi, wakasema sisi sio mafundi wa luku, kuna mafundi wengine ambao wanahusika na luku, ila tumesha seti vitu vizuri, kwa hiyo tutaenda kuambia wengine wanaohusika na kitengo cha luku mita waje waangalie. Majira ya saa 6 usiku nilisikia huyu binti akipiga kelele, Yesu 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 Yesu, kuja natoka na mke wangu angalia moto. Sasa nimekimbia, tumekuja tukakuta kweli moto umetapakaa huku sebleni na sitting room. Ikawa hakuwezekani, huyo mtoto kanizungusha huku, moshi ukawa unatoka mwingi. Tumekuja nikamwona huyu kijana, nikamwambia funguo ziko wapi, tufungue kule tuchukue sululu mageti tuvunje ili tujaribu kuokoa. Kutoka Morogoro, Ida Mushi, ITV.